Ripoti ya Jaji Chande ndiyo ama ya kuiponya taifa au kuliua taifa. Mwaka 1962 katika maandiko yake, baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema hatuwezi kutatua matatizo yetu kwa kujidanganya kuwa hayapo. Miaka 64 baadaye, maneno haya ya Mwalimu bado yanaishi na hakuna dalili kwamba kuna siku au karne yatakosa maana. Kuundwa kwa tume huru ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini Oktoba 29, yani siku ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 na siku zofuata, tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ni sehemu tu ya kukiri kuwa kama taifa tunakabiliwa na matatizo makubwa. Wakati miaka yote tukisema taifa lilikuwa na nyufa, hapa tulipofika si nyufa tena. Watanzania tumegawanyika mno katika makundi makuu mawili, kundi la watawala dhidi ya kundi la watawaliwa. Mgawanyiko huu unaonekana kuanzia kwenye sherehe kama za uhuru na muungano. Zamani sherehe hizi ziliwaunganisha wananchi, lakini leo zinaonekana ni za wana CCM, watawala serikalini na familia zao. Hili ni tatizo kubwa. Zamani ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali CAG iliposomwa, watu waliketi kando ya redio na televisheni kusikiliza. Asubuhi walinunua magazeti. Leo ripoti inakabidhiwa kwa rais, umma ni kama hauna taarifa wala shauku ya kufuatilia. Baadhi ya wananchi wakiulizwa kwa nini hawana mshawasha, jibu lao ni kuwa miaka yote zinatolewa ripoti, lakini hakuna hatua zinazochukuliwa dhidi ya wanaosemwa humo. Zimekuwa ripoti za kukamilisha wajibu tu wa kikatiba. Bunge, hasa bunge la bajeti lilipokaribia na hivi linavyoanza leo, wananchi kwa maelfu walipenda kufuatilia mijadala. Leo sidhani kama wengi wanajua hata lini bunge linaanza. Hawahangaiki kwa sababu bunge lililopita lilikuwa butu, na huenda hili la sasa nalo likawa butu zaidi. Bunge limekosa sauti za kukosha za upande wa upinzani. Bunge linatazamwa kama chombo cha kuibeba serikali na kumwaga sifa, tofauti na vile ambavyo watu wengi walikuwa wanalitazama. Msiba wa kitaifa ulipotokea, ulipokewa kitaifa. Watanzania waliomboleza pamoja. Tumeona misiba viongozi wakuu, mawaziri na watu maarufu, namna ilivyopokewa kwa huzuni. Leo mambo yamebadilika. Akifa au akipata ajali kiongozi wa CCM na serikali, ni shangwe kwa baadhi ya watu. Hii haimaanishi kuwa zamani hawakushangilia. Inawezekana walishangilia, lakini kwa kificho. Leo wanashangilia hadharani. Hili halihitaji kuundiwa tume wala kamati. Kuna mambo wananchi wanayasema wazi wazi kuwa hawayafurahishwi, na ndiyo yanayowajaza chuki mioyoni mwao. Wanaona wao wakitekwa, wakiumizwa na kuuawa, lakini hakuna mamlaka zinazowajibika husika na kusikia vilio vyao. Hapa ndipo tunaposema kila mara kwamba bila usawa na haki, amani na upendo havistawi. Miezi mitano sasa, wananchi hawaoni uwajibikaji wowote kwa mauaji holela ya Oktoba 29, 2025 na siku zofuata. Hali hii inawatia hasira, na kwa kweli watapumua tu wakiona wakubwa ndani ya vyombo vya usalama ama wakiwajibika au wakiwajibishwa baada ya tume ya Jaji Chande kumaliza kazi yake. Bila hivyo, fukuto mioyoni mwa wananchi linaweza kuendelea kuwa juu kabisa. Chuki katika jamii imekuwa kubwa mno, na washangaa wanaopinga ukweli huu. Watu wanalalamika wana uhuru wa kutoa maoni. Vyombo vya habari vimeingiwa baridi kwa kutishwa na kukemewa hata kwa mambo madogo tu. Leo huwezi kuona kibonzo cha kiongozi mkubwa, maana ikitokea hivyo mchoraji atajikuta matatani. Kukosoa, kushauri na kutoa mawazo mbadala kumekuwa nongwa, kumeonekana si uzalendo. Wanaona wenye haki ni wakubwa au wale walio na connection kwenye mamlaka. Kuna mjadala unaendelea kwenye mitandao ukimhusu mama huko Kusini aliyefungwa miaka 30 jela kwa kosa la kukutwa na gramu 90 za bangi, sio kilogramu kwa mujibu wa taarifa. Huyo Kabwela amefungwa miaka 30, lakini wale wanaoua na kuiba mabilioni ya umma wako mitaani. Haya ni kati ya visababishi vya chuki katika jamii. Wananchi kwenye mrengo tofauti na CCM wanachukia kupigwa. Polisi na vyombo vya usalama vinawaonea. Wanapigwa hadi kwenye viwanja vya mahakama, makanisa na misikiti.
wanazuia kushiriki sasa kama wenzao wanaotawala. Viongozi na wanachama wenzao wanaozea mahabusu kwa kesi ambazo hata asiye mwanasheria anaona zina shaka ndani yake. Katika mazingira ya aina hii, huwezi kuwa na nchi moja ya watu wamoja wanaolia pamoja na kucheka pamoja. Huwezi wananchi wamekata tamaa kushiriki uchaguzi wa mitaa na uchaguzi mkuu kwa sababu hawaoni haki, kuanzia wagombea hadi upigaji wa kura. Ghiliba, wizi wa kura, upendeleo na rushwa ni mambo yaliyowachosha Watanzania. Wanataka katiba mpya, tume huru kweli ya uchaguzi, ofisi huru na isiyo ya upendeleo ya msajili wa vyama vya siasa. Haya na mengine mengi yaliyoliliwa miaka mingi ndiyo baruti iliyolipuka Oktoba 29, 2025, siku ya uchaguzi mkuu na siku zilizofuata. Tusitafute wachawi. Mwenyekiti wa tume, Jaji Othman Chande, jaji mkuu mstaafu wa Tanzania, ameutangazia umma na ulimwengu kwamba atakabidhi ripoti kwa rais Ijumaa ya wiki hii. Hii ni dalili njema. Ijumaa ya wiki hii ni siku kuu ya Ijumaa Kuu. Kwa Wakristo, Ijumaa Kuu ni siku muhimu mno ya kukumbuka mateso na kifo cha Yesu Kristo msalabani. Ni siku ya kumbukumbu ya sadaka ya Yesu aliyekufa msalabani ili kuwakomboa wanadamu kutoka dhambi. Ijumaa Kuu ni ishara ya upendo mkubwa wa Mungu kwa wanadamu. Ni siku ya toba na tafakari. Ni siku ya kujitafakari kimaisha, kuomba msamaha na kukumbuka mateso ya Yesu. Ibada ya Ijumaa Kuu ni ya utulivu na huzuni, lakini sikivu, yenye mwanzo wa kuelekea ushindi wa kiroho. Ijumaa Kuu inafundisha kujitoa kwa ajili ya wengine, kusamehe, kuvumilia mateso kwa haki, na kwa ujumla Ijumaa Kuu ni siku ya kukumbuka kuwa mateso ya Yesu Kristo yalikuwa na maana ya wokovu. Jaji Chande, jaji mkuu mstaafu wa Tanzania, kukabidhi ripoti yake siku ya Ijumaa Kuu kuna maana kubwa kwa taifa. Kwa kuangalia maana ya Ijumaa Kuu na ripoti hii katika muktadha wa tukio la mauaji ya Oktoba 29, 2025 na siku zilizofuata, tunaweza kupata mafundisho mazito yanayogusa msamaha, haki na wokovu wa kitaifa. Kama vile mateso ya Yesu Kristo yalivyokuwa ya uchungu lakini yenye maana, mauaji ya Oktoba 29, 2025 na siku zilizofuata ni tukio la maumivu makubwa kwa taifa. Ijumaa Kuu inatufundisha kwamba maumivu hayapaswi kufunikwa. Ukweli lazima usemwe wazi, na waliopokwa haki ya uhai sharti watambuliwe na kuheshimiwa. Tume ijue hii ndio hatua ya kwanza ya uponyaji wa taifa. Walioua sharti wakiri na kuomba radhi kwa makosa hayo. Pili, Ijumaa Kuu inasitiza msamaha, lakini si kwa maana ya kufumbia macho uovu. Yesu Kristo alisamehe, lakini hakutaka ukweli wa dhambi na kamwe hakuondoa nafasi ya haki. Kwa muktadha wa Oktoba 29, 2025 na siku zilizofuata, taifa linapaswa kujenga moyo wa kusamehe ili kuepusha chuki ya kudumu, lakini wahusika wa mauaji wanapaswa kuwajibishwa kisheria. Msamaha wa kweli haupingani na haki. Haki lazima itendeke. Bila haki na kukiri makosa, maridhiano siyaoni. Rais awe shupavu, atangaze uamuzi mgumu wenye tija ili ajaze furaha na matumaini roho za Watanzania. Ijumaa Kuu ni siku ya toba binafsi, lakini kwa tukio hili linaweza kuwa ni ya toba ya kitaifa. Viongozi wanapaswa kukiri makosa yao. Taasisi zote zinazohusika zichunguzwe kwa uwazi na ukweli uanikwe bila uoga. Tume ya Jaji Chande, jaji mkuu mstaafu wa Tanzania, itambue kuwa bila toba hakuna upatanisho wa kweli. Ibada ya Ijumaa Kuu huwa ya huzuni. Vivyo hivyo ni muhimu kuruhusu majonzi ya kitaifa na kuachana na harakati hizi za kuwataka Watanzania wasahau haraka. Waache watu walie ili vifua vitulie. Walioumizwa kuanzia mali, vilema na kupoteza ndugu zao walipwe kifuta machozi. Hakuna pesa ya kulingana na thamani ya uhai wa mtu, lakini kiasi chochote kitakachotolewa ni ishara ya serikali kukiri makosa na kuomba msamaha. Kwa kawaida, Ijumaa Kuu haiishi kwenye kifo, bali ni safari ya kwenda kwenye tumaini la Pasaka. Hii ina maana kuwa baada ya maumivu kuna nafasi ya taifa kujijenga upya kwa misingi ya haki, ukweli na umoja.
na ni wakati wa viongozi kuacha kiburi na kuwasikiliza wananchi kama kifo kilivyotii mamlaka ya mbinguni. Watanzania tunao wajibu wa kukubali ukweli uliojaa maumivu. Tutoe nafasi ya msamaha bila kukwepa kuwapa haki zao wote waliosababisha mauaji na uhalifu huu mkubwa. Kutoka hapo twende kujenga upya taifa lenye maadili, amani, haki, usawa, upendo na mshikamano. Tukio la Oktoba 29, 2025 na siku zilizofuata lisiwe mwisho wa mshikamano wa kitaifa, bali mwanzo wa Tanzania iliyo bora zaidi. Tanzania iliyojengwa na waasi wetu. Tanzania tulioitana ndugu na kweli tukaishi ndugu. Tanzania bora au isiyo bora itaanza kujulikana Ijumaa wiki hii, wakati Jaji Chande, jaji mkuu mstaafu wa Tanzania, atakapokabidhi ripoti na baadaye Rais Samia Suluhu Hassan daktari atakavyochukua hatua za makusudi za kuliponya taifa. Ni chapisho na andiko la wazi la mwandishi wa habari mwandamizi na wa muda mrefu Manyerere Jackton, alilolitoa leo Machi 31 mwaka 2026.